Nyie jenzi mnaosoma CBE, IFM, mko wapi? Mtu anaongopea nchi kuhusu uchumi, na kwenye nchi tuna vyuo vinavyofundisha uchumi. Mmenyamaza na wengine mnamunga mkono. Kwa hiyo tuna wasomi au tuna watu wanaoenda shule ili mradi wamalize? Heche anawezaje kuwaongopea Tanzania hivi? Alafu wasomi mnaotokea kabisa vyuo vilivyobebea uchumi mmenyamaza. Maana mimi kwenye kozi yangu uchumi na usoma ule kawaida kwa ajili tu nisije nikawashauri watu vibaya. Hai, turudi shule kidogo. Maana you guys are so easily impressed. Yaani mtu kaongea neno moja la Kiingereza na la kiuchumi ambalo hamjalielewa, tayari mnampigia vigeregere, mnamuona huyu mtu ana akili. Tangu lini yule mtu akawa na akili? Let's talk about bei ya mafuta Tanzania na Kenya, alafu pale katikati kukawekwa ile neno per capita income. Let's talk about per capita income. Ili mkiendelea kumpigia vigeregere muwe mnaelewa hata hiyo per capita income maana yake nini. Per capita income ni kipimo kinachoonyesha mapato ya wastani ya kila mtu kwenye nchi husika, ambacho huwa kinapatikana kwa kanuni ifuatayo. Unachukua pato la nchi hiyo kwa mwaka mzima, alafu unagawanya kwa idadi ya watu waliopo ndani ya hiyo nchi. Mpaka hapo natumaini umenielewa. Kwa maana hiyo, kama nchi kwa mwaka imepata trilioni 100, huku ina idadi ya watu milioni 50. Kwa hiyo unachukua trilioni 100, unaigawanya kwa milioni 50, ambapo utapata milioni 2. Kwa hiyo per capita income ya kila mtu inakuwa ni milioni 2 kwa nchi hiyo. Hapa ukumbuke, hiyo milioni 2 pengine hata kwa mwaka huo wewe hujawahi kuishika. Lakini kanuni ya per capita income itakuinclude hata kama hiyo hela hujaishika, kwa sababu ni makadirio kwamba kama hii nchi imeweza kuingiza trilioni 100, tukigawa kwa idadi ya watu, maana yake hao watu wana milioni 2 hata kama hiyo milioni 2 huna. Hiyo ndo maana ya per capita income. Umenielewa? So, turudi kwenye mada. John Heche kwenye mahojiano yake ya Wasafi anasema kwamba bei ya mafuta ya Tanzania ni kubwa kuliko nchi zote ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa katikati ya hapo akaulizwa, mbona leo hii bei ya Kenya ya mafuta ni kubwa kuliko ya Tanzania, alafu unasema ya Tanzania ndio kubwa Afrika Mashariki nzima? Akajibuje? Kenya wana per capita income kubwa. Kwanza naomba ujue kutoka leo, hiyo ndo system ya Chadema kujibu hoja zao. Yaani ukiwa unajibizana kwa hoja na watu wa chama hiko, ujiandae na majibu ya aina hii. Kwanza watakimbilia tu neno la Kiingereza. Wote wale wanajifanyaga wanajua Kiingereza. Kwa hiyo wataleta neno ambalo halihusiani, halitoi majibu. Wakishindwa watatukana, watakudhalilisha. Jingine, kama wewe ni mwanamke, wataanza kukwambia wanawake wanatakiwa ndio jikoni wakapike. Kama ni mwanamke na hujaolewa, it's going to be worse. Ndio maana hujaolewa, kwa sababu una mdomo. Mwanamke hataki kuongelea siasa. Mimi nashangaa sana wanawake ambao bado wanawasupport watu iko chama. Lakini hayo sio ya msingi. Sasa turejee, per capita income inahusiana vipi na uongo alokuwa ameuongea na swali alilokuwa ameulizwa? Nilipoona anabananishwa nakosa majibu, akasema kwanza Kenya wana purchasing power kubwa, kwa hiyo hata mafuta yakipanda wanaya afford. Ha! Nyie jenzi mnaosoma CBE, IFM, mko wapi? Mtu anaongopea nchi kuhusu uchumi, na kwenye nchi tuna vyuo vinavyofundisha uchumi. Mmenyamaza na wengine mnamunga mkono. Kwa hiyo tuna wasomi au tuna watu wanaoenda shule ili mradi wamalize? Heche anawezaje kuwaongopea Tanzania hivi? Alafu wasomi mnaotokea kabisa vyuo vilivyobebea uchumi mmenyamaza. Maana mimi kwenye kozi yangu uchumi na usoma ule kawaida kwa ajili tu nisije nikawashauri watu vibaya kwenye masuala ya kitaifa yanayohusu uchumi. But kuna watu ambao hii ni field yenu. Au wote hamumuelewi mwalimu huko darasani? Mmenyamaza. Hecha na waongopea watu. Kwa purchasing power ya Kenya ni kubwa. And so mafuta hata yakipanda bei, Kenya wanayamudu. Wanayamudu vipi? Kwa wewe mwenzangu na mimi ambaye hujasoma uchumi, wacha nikuelezee na hiyo purchasing power ni nini ili tumsute vizuri huyu baba. Purchasing power ni kipimo kinachoonesha pesa yako ina uwezo wa kununua huduma na bidhaa kiasi gani. Kwa mfano,
Ukiwa una shilingi 10,000 leo hii, unaweza kununua vitu vingapi kwa hiyo 10,000? Well, trip za bodaboda zimeshapanda gharama, saizi ni almost 2,000 zile trip fupi fupi. Manake kwa hiyo 10,000 inakutosha kuisha kwa safari zako hizi 5 za bodaboda katika vituo vya karibu. Lakini 10,000 hiyo hiyo miaka ya 2000 ilikuwa inakuwezesha kununua vitu vingapi? Sasa hiyo nguvu ya 10,000 kwenye nyakati zile na kwenye nyakati hizi ndo kinachoitwa purchasing power. Unaweza ukajiona una pesa nyingi, lakini gharama ya maisha ikoje? Hiyo pesa nyingi inakuwezesha kununua vitu vingapi? Hiyo pesa yako nyingi inakuwezesha kupata huduma ngapi? Sasa turudi kwenye uhalisia. Per capita income ya Kenya ni kubwa kweli. Kwenye hilo hajaongopa, ambapo ni dola 2,000 mpaka 2,100 ya Kimarekani. Kwa Kitanzania hiyo ni sawa na 500,000 mpaka 500,000 na 400,000 au 500,000. Huko per capita income ya Tanzania ni 1,200 ambayo ni sawa na 300,000 mpaka 3.5, yani 300,000 na 500,000. Sasa naomba ni tufute hizo terminology zote za kizungu ili usichanganyikiwe. Tuongee kwa lugha nyepesi. Haya, tuje. Kenya mtu mmoja ana wastani wa kuwa na kiasi cha 500,000 mpaka 500,000 na 400,000 kwa mwaka. Huku Tanzania mtu mmoja ana wastani wa kuwa na 300,000 mpaka 300,000 na 500,000 kwa mwaka. Lakini Mungu hakupi vyote. Kweli kwa wastani wao wana makadirio makubwa na sisi tuna makadirio madogo, lakini gharama za maisha Kenya ni kubwa. Maana yake hiyo 500,000 ya Kitanzania ambayo tumeiconvert hapa, ukienda nayo Kenya hautoweza kufanya vitu vingi au kupata huduma nyingi ama kununua bidhaa nyingi kama ambavyo ungeweza kununua, kupata, kutumia ungekuwa Tanzania. Gharama ya maisha ya Kenya iko juu. Vitu vinauzwa bei ghali Kenya. Maana hiyo tukija kuongea the facts, kwenye ile pesa geresha Kenya wanayo nyingi ambayo ameitumia kama hoja, na sisi huku tunayo ndogo. Hiyo ni pesa geresha. Lakini kwenye matumizi, kumbuka matumizi ni reality, sio geresha. Matumizi ni reality. Sisi gharama zetu za maisha ziko chini, kule ziko juu. Alafu leo hii unasema hawa watu ambao kwa kawaida tu gharama zao za maisha zilikuwa juu tayari, unasema wakiongezewa bei ya mafuta bado wanajimudu? Wanajimudu vipi? Unajua yani tunapozungumzia hii scenario ya per capita income na purchasing power ni sawa na maisha ya wasanii. Huku mtandaoni wanatakiwa wa act kama wana pesa. Hiyo ndo tunaita per capita income, hata kama hawana. Si unanielewa? Purchasing power, gharama za maisha, ndo reality yenyewe. Whether huko mtandaoni anajifanya ana maji-wagon, ana marenji, haibadilishi uhalisia wa bei ya unga, bei ya mchele, bei ya nyanya. Menelewa hapo? Nikuelezea kwa mfano huo mwepesi zaidi. Kwa maana hiyo, kama alikuwa ana fake maisha, ana pretend ana hela ili hali hana, alafu gharama ya maisha ya kawaida tu tayari inampiga, unataka kusema huyu msanii ambaye alikuwa na fake life mtandaoni anaonekana na maisha mazuri, alafu na gharama za maisha za kawaida tu zinamtoa jasho. Je, hivi ambavyo mafuta yamepanda bei, huyu msanii atatoboa kweli? Kwa maana hiyo Heche anataka kutuambia kwamba